عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. इस आयत का तर्जुमा है कि और तू मेरे बंदों से कह दे कि ऐसी बात किया कर. Hutuba hii halifa mtukufu ni ya tarehe 18 ya Oktoba 2013. Halifa mtukufu anasema kwamba tafsiri aya hii ni hivi kwamba na uambie watumishi wangu waseme yaliyo bora, maana shetani huchochea magomwi kati yao. Hakika shetani kwa mwanadamu ni adui dhahiri. Halifa mtukufu anasema kwamba kama umeshasikia tafsiri ya aya hii, Mwenyezi Mungu amewaamuru watumishi wake kwamba waseme yaliyo bora. Na kauli yaliyo bora ni ile ambayo ni bora kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametumia neno la ibadhi, yani watumishi wangu. Mwenyezi Mungu ametulazimisha kwamba hawa wale ambao ni watumishi wangu au ambao wanafanya juhudi ya kuwa watumishi wangu, wao sasa hawana hiari yao. Wao kwa kuacha hiari yao wanatakiwa wafuate na watafute hiari yangu, na wanatakiwa watafute yale yaliyo bora ambayo yanapendezwa na Mwenyezi Mungu. Maelezo yake Mwenyezi Mungu ameeleza katika sura Al-Baqara kwa kusema hivi: wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i iza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsiri yake ni hivi: na watu wangu watakapokuuliza juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu, na yaitika maombi ya maombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza maana ya ibadhi, yani watumishi wangu hivi: wale watu ambao wanaamini Mungu na mtume wake, hao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya kuwa miongoni mwa watumishi wa Mwenyezi Mungu wako karibu na Mwenyezi Mungu, na wale ambao hawaamini wako mbali na Mwenyezi Mungu, basi kwa ajili ya kuwa watumishi wa kweli, Mwenyezi Mungu anasema lazima wafuate amri zangu zote na waimarishe imani zao. Hali hii itakapopatikana, wataweza kupata heri ya kila aina, maombi yao yatapokelewa. Mwenyezi Mungu anaposema watumishi wangu waseme yaliyo bora tu, na si kwamba waseme tu bali wafanye pia, basi katika hali hii wanalazimika kuboresha imani zao, na wanatakiwa watafute ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na vitendo vyao viwe vya aina hii kwamba vinampendeza Mwenyezi Mungu na vinamfurahisha na vinamridhisha Mwenyezi Mungu, na ni vitendo vizuri. Hii haiwezi kutokea kwamba wanafanya vitendo tofauti na wanayosema, vitendo vyetu vinakuwa kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, na tunawasihi wengine kwamba wafanye vitendo vizuri.
mwenyezi mungu amesema kwamba tofauti hii ya kauli na amali ni dhambi. mwenyezi mungu anasema ya ayuha allazina amanu lima takuluna ma la tafalun, yani mlioamini mbona mnasema msiyoyatenda. kabura maktan inda llahi an takulu ma la tafalun, ni chukizo kubwa mbele ya mwenyezi mungu kusema msiyoyatenda. halifa mtukufu anasema kwamba chukueni hii. nani ameweka hii? chukueni hii kwa sababu imewekwa mahala pabaya hapa. बस कौल फेल का तजाद अल्लाह ताला को इंतहाई नहीं पसंद। basi tofauti ya kauli na amali एक तरफ ईमान का दावा, ni kitu ambacho mwenyezi mungu hakipendi hata kidogo. hata hii ni dhambi. upande mmoja kudai kwamba ni sisi ni waaminio na upande mwingine tuna tofauti baina ya kauli na amali. sasa hii haipatani hata kidogo. sainam alahi salatu wassalam anasema kwamba sikilizeni kauli yangu na kumbukeni vizuri kauli yangu hii, kwamba ikiwa mtu hazungumzi kwa moyo safi na hafanyi vitendo sawa na kauli yake, basi haithibitishi imani yake. yaani analazimika kusema kauli safi, na anayosema natakiwa kitendo chake pia kiwe na sawa na kauli yake. ikiwa hali hii haipatikani, basi kauli yake haitaleta faida yoyote. basi yakulu lati hiya ahsan ni hii kwamba museme yaliyo bora, na si kwamba ni yaliyo bora ni yale ambayo mtu anasema mwenyewe, bali ni yale ni bora kwa mwenyezi mungu. ni kauli ambayo inaeneza na sambaza mwema na inazuia katika maovu. mtu kwa kusifu sawa na hali yake, yeye hawezi kusema kwamba kauli yake na amali yake hakuna tofauti baina yake. kwa mfano anayekunywa pombe akisema kwamba anakunywa pombe, kwa hiyo nyinyi pia mnywe pombe na mimi ninayosema nafanya, yani nasema kwamba nakunywa pombe kisha nakunywa pombe, basi hii ni ahsan. hii sivyo hivyo, bali hii ni dhambi. au tunaona maovu mbalimbali katika mazingira yetu kwa jina la uhuru. kuna maovu chungu mzima yanayofanywa katika mazingira yetu, yanafanywa hadharani katika tv na internet na katika magazeti pia. tangazo la maovu haya yanatangazwa kwa jina la fashion show na dress show. wanaonyesha mavazi ambayo yanaonyesha tupu ya mwanadamu. bila shaka kauli na amali ya watu wa aina hii ni sawa, inafatana, lakini kwa mwenyezi mungu ni dhambi. na mambo haya ni kinyume na amri za mwenyezi mungu. basi watu wengine na vijana wengine wanapata athari kwa watu hawa, kwamba hawa watu ni wa kweli, wanayosema wanatenda, na haina tofauti baina ya kauli yao na amali yao. vijana hawa wanatakiwa wakumbuke kwamba kutokuwa na tofauti baina ya kauli yao na amali yao si mwema, bali hii ni sawasawa na kutangaza maovu na ni mbali na mwenyezi mungu. basi vijana na kina mama na kina baba wanaoishi katika mazingira hii wanatakiwa wajiepushe hali hii kwa kuinama mbele ya mwenyezi mungu. wanatakiwa wafanye dua hii ya ihdina sirata almustaqim, na wanatakiwa wafanye dua ya kujiepusha na shetani. mwenyezi mungu anayotegemea mategemeo kwa waaminio, anatakiwa atafute yale mategemeo ya mwenyezi mungu. anatakiwa mwaminio atafute mema na njia bora,
ambayo kwa sababu ya kufuata njia ile Mwenyezi Mungu anawarehemu watumishi wake, na kwa kufanya hivyo anaonyesha kwamba yupo karibu nasi na anawafundisha njia za ridhaa yake. Na kwa kufurahi kwa mema ya wanadamu, na kwa sababu ya kuwa kauli na amali ya aina moja, Mwenyezi Mungu anampatia ujira wake kwa ajili ya kutafuta vitu hivi. Mwaminio anatakiwa atafute amri za Mwenyezi Mungu ni nini, ili aweze kujua bora ni nini na mbaya ni nini na tofauti yake ni nini, na ajue uhakika wake ni nini, na ahesabiwe na wale watu ambao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, na Mungu amewaita kwa jina la ibadi. Na Mwenyezi Mungu amebabashiria kwamba atapokea maombi yao. Katika dhama hii sisi wa Ahmadiyya tumepewa jukumu kubwa sana katika dhama hii, kwa sababu sisi tumempokea imamu wa dhama hizi, na tumeahidi kwamba kauli yetu na amali yetu itafanana, na tutafanya kila kitendo ambacho ni kizuri kwa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kitendo hiki tutafanya juhudi sana, na kauli yetu na amali yetu itafanana, itapatana kwa ajili ya kufuata vitendo vizuri. Tutaelekea Qur'an tukufu ambamo tofauti ya asan na nzuri na mbaya imeelezwa katika Qur'an tukufu kwamba mkifanya hivi mtakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu na mtakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na mkifanya vitendo hivi aina hivi mtapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi mimi nitaeleza amri kadhaa za Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu anasema kwa kuwahutubia Waislamu, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yani nyinyi ni umati bora mliotolewa kwa ajili ya watu, mnaamuru yaliyo mema na mnakataza maovu, na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale wanaopata daraja ya Ibadur Rahman, yani watumishi wa Mwenyezi Mungu, amesema hawa ni bora zaidi kuliko wote. Kwa sababu gani hawa ni bora kuliko wengine? Ni kwa sababu ya hii kwamba wanafuata yaliyo bora katika kauli yao na katika amali yao. Wao ni bora kwa sababu ya hii kwamba wanaamuru yaliyo mema badala ya kufuata tamaa za binadamu za dunia. Wanaamuru yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata ukaribu naye. Mwenyezi Mungu amesema kwamba nyinyi ni bora kwa sababu ya hii kwamba mnakataza maovu, nyinyi wenyewe pia mnajizuia katika maovu na mnakataza maovu pia, ili msipate ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ni hii kwamba nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu barabara, ndiyo maana nyinyi ni khairi ummat. Nyinyi mnayo yakini kwamba Mwenyezi Mungu anaona kauli yangu na amali yangu. Nyinyi mnao imani kwamba miungu ya dunia haiwezi kunitosheleza, bali Mwenyezi Mungu ambaye ni Rabbul Alamin ananitosheleza na anapokea maombi yangu.
kisha kauli yangu ni aina hii kwamba waambie watu wa dunia pia kwamba दुनियावी आसाइशों maisha yenu ya hasa ni kwa kujiunga na Mwenyezi Mungu na kuimarisha uhusiano huu इन आसन बातों और नेकियों और बुराइयों na si katika tamaa za dunia na katika starehe za dunia. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu ameeleza maelezo zaidi kuhusu yaliyo bora. Kwa mfano amesema wallazina la yashaduna zura wa idha marru billahi marru kirama, yani na wale ambao hawashuhudii uongo na wanapopita penye upuuzi hupita kwa heshima, hawa pia ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu amezuia katika mambo mawili, ya kwanza ni kusema uongo na ya pili ni kuhusu mambo ya upuuzi, yani wao hawatoi ushahidi wa uongo. Wakipata hali yoyote hawatoi ushahidi wa uongo, bali sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amesema hivi kwamba ushahidi wenu unatakiwa uwe wa aina hii kwamba hata kama ushahidi huu ni dhidi yenu, dhidi ya wazazi wenu au dhidi ya jamaa yenu ambayo mnapenda, उस आसन में शुमार basi hii ndiyo ni hali halisi ya kuthibitisha ukweli na kuimarisha ukweli. Hali hii itakapopatikana, basi पूर्व हासिल करने वाला बन tutahesabiwa pamoja na wale ambao ni asan, yani ni bora, और उन लोगों में शुमार होता है na katika hali hii mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu na anapata maendeleo katika mwema na anahesabiwa pamoja na wale ambao ni watumishi haswa wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema zaidi kuhusu ukweli, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yani mlioamini mwogopeni Mwenyezi Mungu na semeni usemi ulio sawa, semeni kweli na ulio sawa na iwe sawa sawa kabisa. Hii ndiyo ni hali ya ukweli. Kwa ajili ya kudumisha hali hii Mwenyezi Mungu anaamuru na anasema hali hii inatakiwa isambazwe, lakini tukichunguza hali zetu tunaona kwamba hali hii ya ukweli haipatikani. Katika kila hatua tunaona tamaa za nafsi zimesimama. Wapo wangapi miongoni mwetu ambao wakati wa dharura wanatoa ushahidi dhidi yao au wanatoa ushahidi dhidi ya wazazi wao au wanatoa ushahidi dhidi ya jamaa zao, kisha wawe na hali ya aina hii katika mazungumzo ya kila siku, katika biashara wanajiepusha katika mambo yasiyo na sawa, na baadhi wakati masilahi ya nafsi yanakuwa njiani, baadhi wakati uhusiano wa jamaa wa karibu unakuwa njiani, na katika hali mtu hawi tayari kukubali kosa lake, na katika hali anataka kusema kinyume na ukweli ili asalimike na aweze kupata masilahi ya nafsi zake. Kauli sadid ni miongoni mwa amri za Mwenyezi Mungu iliyo bora. Mwenyezi Mungu anasema kwamba au Mwenyezi Mungu anapenda kauli inayokuwa sawa bila kuwa na uongo hata kidogo. Tukianza kufuata hii, basi ugomvi unapatikana nyumbani kwetu utakwisha, na mambo mabaya mengine pia yatakwisha. Hatutakuwa na haja kwenda mahakamani, na hali ya kupatana itapatikana katika mazingira yetu, na hali ya kusema kweli katika kizazi chetu pia itaboreka sana.
kisha pamoja na nasaha hii ya kusema kweli mwenyezi mungu ametoa nasaha hii kwamba जहाँ खुदा ताला की तारीफ katika hafla ambapo mambo ya kweli hayasemwi na mambo ya upuuzi yanasemwa basi mnatakiwa msikae kule mahali ambapo mazungumzo yanakuwa kinyume na mwenyezi mungu basi msikae katika hafla za aina hii katika zama hii mambo ya upuuzi ya aina hii yanafanywa au yanasemwa katika hafla za nyumbani au katika hafla zingine na mambo yanazungumza kinyume na nidhamu. Nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba ikiwa kuna jambo kuhusiana na wenye madaraka wa jumuiya muniandikie, lakini wakati mnapokaa katika hafla na mnazungumza dhidi yao basi haya ni maovu, na katika hali hii hairekebiki bali ufisadi na fitina inaenea. डांस और गाने वगैरह हैं kisha katika zama hii ऐसे गाने हैं जिनमें film chafu, na katika internet pia kuna film chafu na kuna dansi na kuna या उनकी nyimbo za miungu katika filamu ya india एक और सबसे बड़े और au miungu hawa wanasifiwa या ये इजहार हो रहा हो na katika hali hii wanamkataa mwenyezi mungu mwenye nguvu, ये भी लघुयात हैं शिरक हैं au ikiwa inasemwa kwamba miungu hii ni njia ya kumfikisha mwenyezi mungu, hii yote ni ushirikina. फेसबुक है या ट्विटर है या चैटिंग Na nyimbo za aina hii pia tunatakiwa tusisikilize. kisha ni facebook au ni twitter और ऐसी बेहुदा और नंगी au katika kompyuta watu wanazungumza wenyewe kwa wenyewe na wanakuwa na hafla ya mazungumzo, na baadhi wakati wanasema maneno machafu, होते हैं उसमें ऐसी बातें होती हैं कि कोई शरीक baadhi wakati wao wanapohitilafiana vijana wananitumia yale mazungumzo, के खानदानों के लड़के और लड़कियां इसमें शामिल na yale mazungumzo yanakuwa ya aina hii kwamba mtu mwema hawezi kusikiliza. बस एक अहम दी katika familia mashuhuri vijana wao pia wanajishiriki katika mambo haya, na kwa kufanya hivi wanaonyesha ubaya wao. Wanajumuia vijana hasusan wanatakiwa wajiepushe na hali hii. Mwanajumuia ameamrishwa kwamba atafute yaliyo bora, जो लानत atafute ile asana ambayo inaongeza katika mema, ili muwe watumishi wa mwenyezi mungu, na mjiepushe na watu ambao juu yao laana ya mwenyezi mungu itashuka. बताना आसान है Almuradi kuna kauli hasan chungu mzima ambayo mwenyezi mungu alituambia kufuata njia za mema na kuambia watu kuhusu hii ni mema, na kujiepusha mbali katika maovu ni mwema. एक जगह फरमाया बोले कुल्ले विजहत Na mwenyezi mungu anamwambia mtumishi wake hii kwamba inatakiwa kauli yenu iwe asan. Sehemu moja alisema mwenyezi mungu walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat, एक मतमा नजर होता है जिसे वो अपने आप पर मुसल्लत कर yani na kila mtu anayo shabaha anayoelekea. बस जब नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश होगी Shabaha yenu inatakiwe hii kwamba basi shindaneni katika mwema. Mtakaposhindana katika mwema, जो खुदा ताला चाहता है katika hali hii kauli yenu na amali yenu itakuwa bora, यकीनन फिर itakuwa sawa na से और उसके amri ya mwenyezi mungu. Ikiwa mnafanya juhudi ya kupata maendeleo katika mema, katika hali hii bila shaka mtajitahidi kujiepusha mbali na mashambulio ya shetani. Mwenyezi mungu amesema यानी इंसानों के katika aya niliyosoma mwanzoni, inna shaitana yanzigo शैतान के भी bainahum, bila shaka shetani anatia ufisadi baina ya wanadamu. के खिलाफ हर बात कहने वाला है Tunajua तो कब maana ya shetani nini. Maana ya shetani
shetani yule ambaye anasema kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, जलने वाला है, ambaye anatupatia hasara दिलों में वसवसे पैदा करने वाला है। na anafanya husuda मैंने कहा na anajiunguza katika moto wa husuda na anatia wasiwasi katika mioyo ya watu. और हुकूकुल इबाद Na kama nilivyosema, kila iliyo bora na Mungu alitoa amri ya kufanya ile jambo ili haki ya Mwenyezi Mungu na haki za watumishi wake zitimizwe. Shetani anafanya kinyume na hayo yote. yanzigu bainahum, maana yake ni kwamba mambo ya shetani au ushauri wa shetani au mambo ya kutia ufisadi baina ya watu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba shetani kwa ajili ya mwanadamu aduvun mubin, yani ni mdui dhahiri. Ikiwa nyinyi kwa kuwa watumishi wangu hamtafuata iliyo bora na hamtakuwa watiifu kuhusu hii, nyinyi katika hali hii kwa kutoka katika utumishi wa Mwenyezi Mungu mtaenda katika mapaji ya shetani, na shetani atawapotezeni na atatia kibri ndani yenu na ufisadi na bughuda, na atawaelekeni kwenye kuwapatia hasara wengine, na atatia wasiwasi pia mioyoni mwenu, na atawanguzeni katika moto wa husuda. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, wakati wa kulala usiku musome sura 2 za mwisho, sura al-Falaq la An-Nas mara 3, ili muweze kusalimika katika mawazo ya shetani na wasiwasi ya shetani, na muendelee kuelekea kuhusu hii. Na pamoja na hii mnalazimika kuwa uangalifu kwamba mnalazimika kusalimika katika hali hii. Kisha pamoja na hii mnalazimika kufanya maombi pia, kufanya wema na kusalimika katika shetani. Hali hii itapatikana wakati msaada Mwenyezi Mungu utakapopatikana. Kwa kumaombi mnalazimika kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu, na mtakapofanya juhudi ya kusalimika katika mawazo ya shetani. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba shetani kwa ajili ya kumpoteza mwanadamu na kwa ajili ya kuharibu amali zake anakuwa tayari kila wakati. Hata katika mambo ya mema pia anataka kumpoteza mwanadamu, na anajaribu kutia ufisadi ya aina yoyote katika amali zake. Mtu anaposali, shetani anataka kutia jambo la kuwaonyesha watu wengine, na mtu anayeongoza swala, shetani anataka kumpoteza yeye pia. Tunatakiwa tusighafilike katika mashambulio ya shetani, kwa sababu mashambulio ya shetani juu ya wafasiki yanakuwa wazi kabisa, lakini shetani anajaribu kuwashambulia watumishi wa Mwenyezi Mungu pia, na kwa kupata nafasi anawashambulia wale watu ambao wanakuwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu na wanajua hila za shetani. Wao wanafanya maombi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili wasalimike katika mashambulio ya shetani, lakini wale wanakuwa dhaifu, baadhi wakati wao wanakamatwa na shetani kwa ajili ya kujiepusha katika kuwaonyesha watu wengine. Kuna kundi la aina fulani ambalo linasema kwamba mueleze maovu yenu, lakini msieleze mema yenu, ili asiseme mtu yeyote kwamba hawa watu ni wema sana. Wao wanaona kwamba kwa kufanya hiyo wanaweza kusalimika katika mashambulio ya shetani, lakini sawa na maoni yangu, hawa watu pia si wakamilifu, bali katika mioyo yao
wanakuwa min ghairi ya mwenyezi mungu, wasingekuwa na hali hii wasingefanya hivi. mwanadamu anakamilika katika imani na maarifa wakati ushirikina wa kila aina unaondoka katika moyo wake. na kundi hili ni kundi la manabii wa mwenyezi mungu. kundi hili ni kundi kamilifu wa aina hii kwamba ushirikina wa aina wowote haupatikani katika mioyo yao. Hazur anasema kwamba katika maneno haya mtu yeyote asione kwamba hili ni kundi la manabii tu, sisi hatuwezi kuwa wa aina hii. mara chungu mzima Sinama alayhi salatu wasallam mwenyewe amesema kwamba muendelee kufanya juhudi ya kuboresha hali ya imani yenu, bali alisema kwamba mnatakiwa muwe wali na msiwaabudu mawali, bali nyinyi wenyewe muwe wali wa Mwenyezi Mungu. kisha Mwenyezi Mungu ameweka mbele yetu mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amesema huu ni mfano mwema kwa ajili yenu na mjitahidi kufuata mfano huu. basi kwa ajili ya kusalimika katika mashambulio ya shetani tunatakiwa tufanye juhudi sana kuhusu hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ahsan kauli iliyo bora ni muhimu katika kila jambo la maisha. tunatakiwa tuzingatie amri za Mwenyezi Mungu ni nini. kisha Mwenyezi Mungu ametufundisha dua pia sura mwisho wa 2 za Qur'an tukufu. katika sura hizi 2 Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kusalimika katika mashambulio ya shetani. kisha Mwenyezi Mungu anasema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu as-sami'ul 'alim. yani na kama wasawasi ya shetani ukikusumbua na shetani akwambie kufanya mambo kinyume na kauli iliyo bora, basi katika hali hii unatakiwa uombe kinga kwa Mwenyezi Mungu na ufanye maombi sana ya kupata kinga ya Mwenyezi Mungu, na usome auzubillahi minash shaitani rajim, na usome la hawla wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu ni asikiaye na ajuaye. ikiwa maombi yamefanywa kwa nia safi, bila shaka Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya aina hii. Hazur anasema hapa nieleze jambo hili pia wazi wazi kwamba moto wa husuda wa shetani ambamo alijiunguza mwenyewe, kisha aliahidi kwamba atawaunguza watu katika moto huu ni hatari sana. huu ni moto wa husuda ambao umetia fitina katika mazingira. basi kila mwanajumuiya anatakiwa ajikinge katika hali hii, na hususan kwa ajili ya kujikinga katika hali hii anatakiwa ufanye maombi sana kwa Mwenyezi Mungu. Shetani anashambulia kwa njia 2. ya kwanza anashambulia ili mwanadamu akate uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, na upande mwingine uhusiano baina ya mwanadamu kwa mwanadamu, shetani anataka kuvunja uhusiano huu pia. Kauli iliyo bora inampeleka mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii mtu anaanza kumpenda mwenzake mwanadamu. kama niliyosema mwanzoni kwamba haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu zinaweza kutimizwa kwa kauli iliyo bora. ndio maana sisi tunasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, na watu wengi wameathirika katika kauli yetu hii, katika slogan yetu hii, na wasikuwa na jumuiya wanaeleza maoni yao waziwazi kwamba wameathirika sana na slogan yetu hii. Ikiwa sisi hatuna hali hii, basi katika hali slogan hii haina faida yoyote. na nimeshawahi kueleza amri ya Mwenyezi Mungu mara kwa mara mbele ya wanajumuiya kwamba rohamao bainahum, yani wanajumuiya wanatakiwa wapendane wenyewe kwa wenyewe, na hao ndio ni watu ambao ni waaminio hasa. Hazur anasema kwamba
sisi kwa kueleza katika hutuba zetu कि ये हमारा नारा है मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं। फिर ये भी हम पेश करें कि जमात tukijaribu kuthibitisha kwamba slogan yetu ni हमारी कोशिशें हों mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, kisha sisi tueleze hii pia kwamba umoja wa jumuiya ni mfano kwa wengine, फजा पैदा करें। au tukifanya juhudi ingine yoyote athari yake itapatikana wakati sisi katika majumbani kwetu, katika mazingira yetu tuwe na hali hii, गुजर का सलूक करना yaani sisi tunapendana na tunawarehemu wengine na tunawasamehe wengine na tuna tabia ya kusamehana. तो माफ करो Huu ni mema ambao kwao mwenyezi mungu amesihi sana. Mwenyezi mungu amesema walyafu walyasfahu, yaani musamehe na mumghofirie. तो अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाते हैं। लेकिन Mwenyezi mungu ametoa ये दुनिया ऐसी amri chungu mzima कदम पर ambazo zinatupeleka karibu na mwenyezi mungu, जो बहुत से मौकों पर हमारे lakini dunia hii ni aina hii kwamba katika kila hatua tunapambana na shetani. उन बातों से दूर ले जाना चाहता है जिनके करने का अल्लाह ताला Mara chungu mzima kwa kutia tofauti baina ya kauli yetu na amali zetu, anataka kutupeleka mbali katika mambo, katika amri ambazo mwenyezi mungu ametulazimisha kwamba tufuate zile amri. ने Basi tunatakiwa tukumbuke kwamba shetani ataendelea kufanya kazi yake. मुझे मोहलत दे Tangu wakati wa kuzaliwa kwa Adam alahi salam aliomba muhula na nafasi kwamba e mola nipatie nafasi तो मैं yule ambaye anayesema kwamba atafanya sijda niweze kumpoteza. अब्द रहमान कम होंगे और शैतान के बंदे ज्यादा Na amesema hii pia kwamba nitawapoteza wengi katika hali hii, kwamba wataanza kunifuata na watumishi wa mwenyezi mungu watakuwa wachache na watumishi wa shetani watakuwa wengi. Mwenyezi mungu kwa kusikia hii alisema kwamba yeyote atakaye kufuata nitamtia motoni. बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अल्लाह Katika zama hii तरफ ले जाती हैं। kama nimetoa mifano mbalimbali kwamba kuna mambo chungu mzima ambayo yanapeleka katika ghadhabu ya mwenyezi mungu, yanamkasirisha mwenyezi mungu. गुनाहों के फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। Kutumia vifaa hivi si vibaya, lakini kutumia vibaya ni dhambi na imesababisha kusambaza maovu katika jamii. Lakini mitambo hii ni sababu ya kueneza elimu pia. Kwa mfano kuna TV इस जमाने में inatuambia mambo ya elimu, lakini kwa sababu ya TV maovu pia yamesambaratika sana. मैंने जलसे की Katika dhama hii kutumia vizuri TV ni sisi wanajumuia ambao tunatumia vizuri matumizi ya TV. Wakati wa jalsa salana pia nilikumbusha na watu wengine waliathirika pia kwa kusikiliza hutuba zangu kwamba walisema kwamba walikuwa hawasikilizi wala hawaangalii MTA, lakini kwa sababu ya kusema kwako tumeanza kuangalia MTA na tunajuta kwamba kwa nini tulikuwa hatuangalii MTA na kwa nini tulikuwa hatusikilizi TV ya MTA. Wengine walisema waziwazi kwamba katika wiki moja au siku 10 hali ya elimu yetu ilibadilika na elimu yetu iliongezeka. Kuhusu jumuiya tulijua vizuri zaidi. अपने घरों को Alifa mtukufu anasema kwamba nawakumbusheni tena kwamba muzingatie sana jambo hili, mwangalie MTA हमारे na mufanye nyumba zenu ziwe kupata faida katika dini tukufu ya Islam, ताकि हमारी नस्लें kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametukipatia kwa ajili ya kuboresha imani yetu na कि अपने आप को elimu yetu, mupate faida katika kitu hiki ili kizazi chetu kibaki katika imani. Basi tunatakiwa tufanye juhudi kwamba sisi tujiunganishe na MTA. Siku hizi zaidi ya hutuba kuna vipindi vingine pia ambavyo vinarushwa moja kwa moja. Vipindi hivi vinaongeza imani yetu
na vile vile vinaongeza elimu yetu pia. इसलिए जमात के अफराद की तरबियत को Jumuiya inatumia madola malaki na malaki katika MTA ili wanajumuiya wapate malezi kwa kupitia MTA. से अब भरपूर फायदा उठा रहे हैं Ikiwa wanajumuiya hawafaidiki na MTA, basi watakuwa wenye makosa, na wasikuwa wanajumuiya wao wanapata faida kwa kupitia MTA, na ukweli wa jumuiya unadhihirika juu yao. इदराक हो रहा है बस Umoja wa Mwenyezi Mungu na kuhusu ukweli wa Islam wanajua uhakika wake kwa kupitia MTA. Basi wale wanaoishi katika nchi hii इस्तिफादा करना चाहिए na vile vile wanajumuiya wanaoishi katika nchi mbalimbali wanatakiwa wafaidike na MTA, wachukue faida kisawasawa kutoka katika MTA. Na MTA ina baraka ingine pia बस kwamba इससे फायदा उठाना चाहिए ni sababu ya kuunganisha wanajumuiya katika nidhamu ya uhalifa. Basi inatakiwa mupate faida kutoka katika उसमें इस अकल को इस्तेमाल करके kitambo hiki. अपनी आसानी Mwenyezi Mungu alipomjaalia mwanadamu akili, अल्लाह ताला फरमाता है mtu kwa kutumia akili hii alifanya vifaa ya starehe yake. Mwenyezi Mungu anasema, ज़ीनतन लहा inna ja'alna ma'ala al-arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. ताकि हम उन्हें आजमा Yani kwa hakika tumevifanya vilivyoko juu ya ardhi viwe mapambo yake, ili tuwajaribu ni nani wao mwenye vitendo vizuri zaidi. Basi नई ईजाद hapa kila kitu cha ardhi Mwenyezi Mungu amesema ni mapambo ya ardhi, na kwa kusema hivyo ameeleza umuhimu wake. फरमाया Kila kitu kipya kinachopatikana हर चीज की अहमियत अपनी Mwenyezi Mungu amesema ni mapambo ya ardhi, lakini amesema kila kitu kina umuhimu wake, lakini faida yake itapatikana wakati kitakapounganishwa na vitendo vilivyo bora. ये इजादात हैं Tumeamrishwa kwamba tupate faida kutoka katika vitu hivi, lakini inatakiwa tuzingatie vitendo vilivyo bora. पे काम लिया जाए Mitambo hii na vitu hivi vitakuwa vizuri wakati vitakapotumiwa sawa na amri za Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kueneza fitina na ufisadi. ये MTA टेलीविजन ही है Ikiwa hatuzingatii vitendo vilivyo bora, basi vitu hivi vinakuwa balaa kwa ajili yetu. Kama nilitoa mifano, kwa mfano TV inatupatia faida na vile vile inakuwa majaribio pia kwa ajili yetu. बच्चे खराब हो रहे हैं इसलिए कि आज़ादी के नाम पर Familia ya chungu mzima imeharibika kwa sababu ya internet na TV, na watoto pia wanaharibika kwa sababu ya hii, kwamba kwa jina la uhuru अब के लिए हुक्म है wanatumia vibaya vitu vilivyotolewa na Mwenyezi Mungu. मकसद Kwa ajili ya mtumishi halisi ni amri kwamba kila wakati azingatie kitendo kilicho bora, हमारा हुक्म है na kila wakati azingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu. एक बात है Ili mradi kuna amri chungu mzima katika Qur'an tukufu, siwezi kueleza amri zote hapa, अल्लाह ताला lakini kuna jambo moja nataka kukumbusha kwalo. Nimeshawahi kusema mwanzoni kuhusu hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba अल्लाह ताला को बहुत पसंद है फरमाया कि उमन आसन और कौलों tunatakiwa tuzingatie kauli iliyo bora, na jambo hili linampendeza Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu anasema, waman ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. और अपने ईमान के मुताबिक Yani ni nani atwaye kauli bora zaidi kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na kufanya vitendo vizuri na husema, hakika mimi ni miongoni mwa watii. जिसकी तवक्को की जा सकती है Basi की जानी चाहिए haya ni mafundisho mazuri जो आयत में शुरू में तलावत ambayo उसमें फरमाया था
mtumishi mkweli anategemewa. ऐसी बात किया करो जो सबसे अच्छी है। aya niliyosoma mwanzoni katika aya ile mwenyezi mungu alisema yakulu lati he asan, अल्लाह ताला ने museme kauli iliyo bora, फरमाया na अच्छी बातें सिमट कर इस एक बात na kauli bora ni ile ambayo mwenyezi mungu ametuamuru kufanya. ताला की तरफ बुलाओ। Na mwenyezi mungu amesema kwamba muhtasari wa फिर अपना जायजा लें। kauli hizi zote ni katika aya hii kwamba muwaite watu kwa mwenyezi mungu. Kwa yule aitaye kwa mwenyezi mungu anatakiwa achunguze amali zake pia, kwamba kiasi gani anafuata mambo yale anayowaita watu wengine. Mwanzoni nilisema kwamba mwenyezi mungu anasema msiseme ile kauli ambayo hamfanyi, kwa sababu hii ni dhambi. अपने कॉल और फेल को एक करना होगा। Basi kama nimeshawahi kueleza kwa irefu kwamba anayeita watu kwenye mwenyezi mungu anatakiwa kauli yake na amali yake ipatane, इस्लामी तालीम की na anatakiwa awe chini ya ridhaa ya mwenyezi mungu. कि इससे बड़ा कॉल रास्तन को Huu ndio ni mfano mwema wa mafundisho ya islam kwamba muwaite watu kwa mwenyezi mungu, kwa sababu hakuna kauli nzuri zaidi kuliko hii, na mwenyezi mungu anapendeza sana kauli hii ya kuita watu kwake. Lakini yule anayeita kwa mwenyezi mungu anatakiwa achunguze amali zake na vitendo vyake viwe vitendo vizuri. Vitendo vizuri ni vile ambavyo vinakuwa chini ya amri ya mwenyezi mungu na mwongozo wake, na vinasambaza mema na vinakuwa sawa na wakati na vinarekebisha hali ya wengine na hali yake. Hapa natoa mfano wa vitendo vizuri. कि माफ करना Mfano huu hauhusiki hapa, lakini kwa ajili ya kueleza naeleza mfano huu. Kwa mfano nimeshawahi kueleza kwamba kusamehe wengine ni mwema, na mwenyezi mungu amesema muwe na tabia ya kusamehana. Lakini yule ambaye ni muizi kwa tabia au yule ambaye kwa tabia ni mkatili, kumsamehe ile si kitendo kizuri wala si kauli hasan. और बुराइयों से Hapa kitendo kizuri kitakuwa hii kwamba kwa ajili ya kusalimisha jamii katika hasara na kwa ajili ya kumzuia katika uovu, mtu wa aina hii aadhibiwe, na kwa sababu anafanya makosa mara kwa mara. Vile vile kuna mifano chungu mzima ya aina hii. Mwenyezi mungu anasema kwamba yule anayewaita watu kwa mwenyezi mungu yeye ni mbora, hakuna mbora zaidi kuliko yeye, wala hakuna kazi bora zaidi kuliko hii. सिर्फ दावत इल्लाह काफी नहीं बल्कि उसका हर अमल अमल साले Lakini yule anayeita हो सकता kwa mwenyezi mungu anatakiwa akumbuke kwamba kuwaita watu si haitoshi, bali anatakiwa vitendo vyake pia viwe sawa na kauli yake. Haiwezi kutokea hivi kwamba upande mmoja anasema kwamba mimi ni mtumishi wa mwenyezi mungu, ndiyo maana kusambaza ujumbe wa mwenyezi mungu ni jukumu langu, lakini upande mwingine hatimizi haki ya mke wake na watoto wake, इस्लामी अहकामात au mwanamke hazingatii malezi ya watoto wake na haangalii nyumba yake, पास au के hafuati हया और तकद्दुस का इस्लाम हुक्म देता है amri ingine उसका तो ख्याल ना हो zingine za Qur'an tukufu, और तबलीग के लिए सरगर्मी हो na hawai mawazi वही इस्लाम को sawa na amri ya Qur'an tukufu, na anafanya mahubiri. Mtu yoyote akisilimu kwa mahubiri ya mtu wa aina hii, baada ya kusilimu akisoma Qur'an tukufu atasema kwamba ulinihubiri, lakini Qur'an tukufu inatoa amri ya hijabu, lakini wewe hufuati amri hii. Vile vile kuna maovu mengine chungu mzima, kwa mfano kusema uongo na kusengenya. Vile vile kuna vitendo vingine vibaya, yeye hatasamehewa kwa sababu ya hii tu kwamba anafanya mahubiri mazuri. Mwenyezi Mungu anasema करने वाले हो anayesema kauli nzuri anatakiwa afanye vitendo vizuri pia, तमाम हुक्म पर na aweze समयना हुआ था kusema hii kwamba mimi ni mtiifu mkamilifu. और यही एक हकीकी मुसलमान की
na kwa amri zote nasema samehe na waatana. ऑस्ट्रेलिया की जमात को भी तवज्जो दिलानी चाहता na hii ndiyo ni sifa halisi ya mwislamu halisi. हूं। अल्लाह kuhusu hii nataka kukumbusha jumuiya ya australia kwamba mkumbuke इसके साथ और इस काम को करने के jambo hili kwamba mwenyezi mungu anapenda sana mahubiri, अल्लाह ताला lakini kwa ajili yake के मुताबिक ढालने की hii au kwa ajili ya kufanya kazi hii कामिल फरमाबरदारी और इताअत का नमूना vitendo vyenu ये मुल्क vinatakiwa viwe sawa na amri za mwenyezi mungu, 20 मिलियन के करीब है, na kuna haja ya kuonyesha utii wa hali ya juu. के लिहाज से बहुत वसी है, nchi hii ambayo बर आजम है, watu wanaishi hapa ni milioni 23, lakini upana wake ni kubwa sana, महदूद है। बेशक lakini watu wengi hawaishi katika nchi hii, जैसा कि मैंने na watu wanaishi katika miji kadhaa, लजना खुदाम और na bila shaka umbali pia ni sana katika miji miwili, काम की तरफ kama nilivyosema wakati wa jalsa salana kwamba lajna khudam na ansar na nidhamu ya jumuiya पहुंचाना है। inatakiwa नताइज izingatie अल्लाह ताला kazi ya mahubiri sana. kazi yetu ni kufikisha ujumbe, kuleta matokeo ni kazi ya mwenyezi mungu. अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नताइज भी पैदा होंगे। कोई हमें यह ना कहे ikiwa sisi pamoja na kazi yetu tukifanya maombi lazima matokeo mazuri yatapatikana. इत्तेफाक से मैंने ईद वाले दिन mtu yeyote asiseme kwamba yeye hajui jumuiya ni nini. देखा स्टूडियो का kwa bahati siku ya idi तो हमारे nilikuwa खालिद सैफुल्लाह साहब na angalia programu ya mta ilikuwa inarushwa kutoka hapa. मसीराबे naib amir khalid saifullah saheb alikuwa anaeleza kwamba mwaka 1998 halifa wa nne aliswalisha idi hapa, na wakati ule msikiti ulionekana ni mkubwa sana, watu walikuwa takriban 250. फौरी रद्दमल यही था मेरा भी। sasa sawa na maoni yake watu ni 2500. wakati huo mimi nilikuwa kusikia hii nilisema alhamdulillah, na tunatakiwa tumshukuru mwenyezi mungu kwa hii kwamba aliongeza idadi yetu. lakini nilipofikiria baadaye nikapata fikira sana kwamba takriban baada ya miaka 24 हुए हों और वो भी संभाले नहीं गए। idadi hii pia ni ya watu waliokuja kutoka fiji na pakistan. kwa sababu ya mahubiri labda walikuwa watu wawili au wanne, na wao pia hawakupewa malezi mazuri, na katika miaka 24 wanajumuia wapya 24 hata hawakuingizwa katika jumuiya. पाकिस्तान और फिजी idadi hii iliongezeka katika nchi hii ऑस्ट्रेलिया की जमात के में की कोशिश से नहीं हुआ। ni kwa sababu ya hii kwamba watu walihamia hapa kutoka fiji na pakistan, na si kwa sababu ya juhudi ya australia idadi hii iliongezeka. basi tunatakiwa tusifunge macho kwa kuona uhakika huu, bali tunatakiwa tufungue macho yetu. jambo hili ni la fikira sana, hususan kwa ajili yangu. kwa jambo hili ni la fikira sana. vile vile ऑस्ट्रेलियन जॉब कहलाते हैं अपने आप को, उनके अलावा pamoja na wenyeji wa hapa ambao wanaojiita watu wa australia, pamoja na watu hawa watu wengine बयान करके wanaoishi kwa mfano ni watu wa arabuni, kuna haja ya kuwahubiri watu hawa pia. देखा है कि सुनने का हौसला भी inatakiwa mufanye kwanza mpango maalum kisha muanze mahubiri yenu. katika watu wa australia nimeona kwamba wao करके इन तक पहुंचा जाए, wanasikiliza कुछ न कुछ na wanapenda kusikiliza. ऐसे निकलेंगे ikiwa kwa kujenga uhusiano na kuwasiliana nao tukiwafikia, उनकी दीन को कबूल करने वाले हों। angalau watu wachache watapatikana के लोगों तक watakaojiunga na dini tukufu ya islam, kumfikishia kila mtu ujumbe wa islam wa upendo na mapenzi ni jukumu letu. katika melbourne watu kadhaa walikutana nami, wao wajua wanajumuia,
lakini अच्छे अखलाक वाले समझते हैं जिनकी दोस्तियां walikuwepo wengine ambao walikuwa hawajui ujumbe wa islam. Wao walikuwa wanaona kwamba jumuiya ni chama na wanajumuiya wana hulka njema, lakini bado hawajapata ujumbe wa islam. Basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili. इस्लाम का अमल Mwanajumuiya mmoja wakati wa jalsa salana alipewa zawadi kwa sababu hii kwamba kwa kuwa na mlemavu alisambaza vipeperushi ya jumuiya katika idadi ya 20,000. की तादाद में भी Sasa nyinyi mnasema kwamba idadi yenu ni 4,000, lakini mimi naona ni zaidi katika nchi hii. Hata kama nyinyi mko 5,000 au nusu ya hii, kama 2,000 wangesambaza vipeperushi milioni 10 mungeweza kusambaza, kana kwamba nusu ya population ya Australia ingekuwa imeshapata ujumbe wa Islam mpaka leo. Hii kazi iliweza ikifanyika katika mwaka moja, kisha baadaye ilitakiwa kipeperushi kingine kingetayarishwa kwa ajili ya mahubiri. Hata kama tungetayarishwa robo ya kazi hii, hata tungetayarisha 10%, media pia ingevutika. Kisha magazeti pia yanaanza kutoa habari hii. Ilitokea katika nchi kadhaa, katika nchi za Afrika pia ilitokea, na kazi ingine inafanyika kwa kupitia magazeti. लेकिन इसको इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. Bila shaka umejenga uhusiano na media, lakini mutumie uhusiano huu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Islam. Hapa wapo watu wengine ambao ni wazee sana, wamekuja kutoka nchi mbalimbali, na waambia hawa wazee pia kwamba nyinyi hamna kazi, mnakaa bure nyumbani, nyinyi mutoe wakfu muda wenu na musambaze vipeperushi, muchukue literature ya jumuiya na muanze kusambaza. कि छपाई वगैरह की जो Taarifa hii niliyotoa mbele yenu, hii ni kwa ajili ya kuamsha. Pengine najua kwamba matumizi yote ya Australia, labda jumuiya ya Australia haiwezi kuchukua gharama hii yote. कॉस्ट आती है. Hata kama kipeperushi kimoja kinashapika katika senti 10, itakuwa अगर लाखों में भी gharama kubwa sana. Kwa ajili ya watu milioni 10 tunataka $500,000. Lakini hata kama na vipeperushi vinachapishwa katika idadi ya malaki, na hii inawezekana, hivi pia kazi kubwa inaweza kufanyika. Na kama niliyosema kwamba ikiwa mnajenga uhusiano mzuri na press, kazi ingine itafanywa na press. इस्लाम के नाम से मंसूब Kuna mpango wa kutoa इस्लाम की अमल damu, na nimesikia mnafanya kazi hii, lakini जो पैदा होगी munasibishe kazi hii kwa jina la Islam. Hivi dunia itajua kuhusu mafundisho ya amani ya Islam, kisha watu watavutika na njia zingine zitafunguka kwa ajili ya kazi hii. Kama niliyoeleza ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema vitendo vyenu vinatakiwa viwe vizuri na imani yenu inatakiwa iwe kamili juu ya Mwenyezi Mungu, na muzingatie maombi pia. Mwenyezi Mungu atuhisabu pamoja na wale watu wanafanya vitendo vizuri na wanapata maendeleo katika utii na mema, na tuweze kufanya kazi sawa na ridhaa yake, na Mwenyezi Mungu alete matokeo mazuri pia ya kazi yetu. नमाजों के बाद Na idadi yetu iongezeke kwa sababu ya kujiunga na wenyeji wa nchi hii. Hazur anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ni ya sahibzadi Amatul Matin sahiba महमूद अहमद नासिर साहब की अहलिया aliyekuwa binti wa Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, 12 बजे na alikuwa mke wa Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib Nasir. Tarehe 14 wa Oktoba wa usiku takriban saa 6 usiku alifariki katika Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 21 दिसंबर 1936 को पैदा हुई थी. Siku ya Idi alizikwa. Alizaliwa Qadian tarehe 21 wa Desemba 1936. हमने सब बड़ी दुआएं की इनके लिए.
hazrat ammajan na hazrat halifatul masihi wa pili alifanya maombi sana kwa ajili yake. Alikuwa binti wa hazrat maryam sidika sahiba. Katika mke huyu wa alifa wa pili alipata binti huyu tu, na alikuwa mjukuu wa dr mir muhammad ismail saheb. hazrat dr mir muhammad ismail saheb alikuwa mjomba wa halifa wa pili vile vile. halifa wa pili aliandika shairi pia kwa ajili ya binti yake ambayo inapatikana katika kalamu ya mahmud. katika shairi moja ni hii kwamba meri raat din bas yahi ek sada hai ki is alam mein kaun ka ek khuda hai. katika kizazi cha halifa wa pili hasusan katika mabinti nimeona kwamba alikuwa karibu sana na mwenyezi mungu. alikuwa akiswali swala kwa nyakati zake na alikuwa akiswali swala kwa unyenyekevu sana na swala zake zilikuwa ndefu sana. mir mahmud aman asa saheb aliyewahi kuwa mbashiri katika spain na marekani pia alibahatika kukaa naye na alitimiza haki ya kuwa mke wa mbashiri. masjid basharat wa spain ilipojengwa wakati huo alikuwa kule katika kazi ya kupikia chakula na kufanya maandalizi mengine. alifanya kazi kubwa sana. halifatul masihi wanne pia alieleza wakati fulani kwamba yeye alituambia kwamba ikiwa usiku saa 9 tulipokuwa tukilala baada ya kumaliza kazi tulikuwa tukifurahi sana kwamba mwenyezi mungu ametupatia nafasi ya kulala leo. alifanya kazi kwa usiku sana na kwa fadhili za mwenyezi mungu sherehe ile ya basharat masjid basharat ilifanyika vizuri na alikuwa akitayarisha chakula cha wageni na chakula cha halifa wa nne nyumbani kwake kwa sababu kulikuwa hakuna mpango wa kupikia chakula kwa ajili ya watu. aliwahi kuishi marekani pia. kule pia hali ilikuwa ya aina hii kwamba washing machine ilikuwa haipatikani. alikuwa akifua nguo na alikuwa hakubali ikiwa mtu alikuwa akisema kwamba afue nguo zake. katika lajna mail ahmadi ya pakistan pia aliwahi kuitumikia jumuiya kwa kuwa secretary katibu na alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa anti yangu. lakini baada ya kuchaguliwa kwangu halifa heshima iliongezeka na mapenzi pia yaliongezeka. bali mara ya kwanza alipokuja london alimwambia mtu fulani kwamba mimi siwezi kuzungumza sana kwa sababu ya heshima. mwaka huu pia alikuja mkutanoni na alikuwa mgonjwa sana lakini alikuja london kwa ajili ya kushiriki jalsa salana na nilikutana naye. ana watoto wa kiume 4 na binti moja. mke wake mir mahmud asad saheb. katika watoto wake wawili ni wakfu. dr ghulam faruk saheb alifanya phd katika marekani na siku hizi anafanya kazi katika rabwa katika ofisi ya sadr iman ahmadia. na mtoto mwingine wakfu ni yule ambaye alikuwa akiishi marekani. kwa kuacha kazi yake alihamia london na yupo pamoja nami. muhammad ahmad saheb alikuwa amekuja hapa lakini kabla ya kufariki kwa mama yake alienda pakistan na ndugu wote wawili wanafanya kazi kwa bidii sana. mwenyezi mungu awawezeshe waendelee na kazi hii na mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. marehemu ana binti moja anaishi katika holland na mtoto moja anaishi dubai na moja anaishi marekani. mwenyezi mungu awezesha wote wajenge uhusiano mzuri na uhalifa. bana mir mahmud ahmad saheb anajisikia kwamba amebaki peke yake
mwenyezi mungu amjalie utulivu na upungufu uliopatikana kwa sababu ya kumfariki marehemu. mwenyezi mungu ajaze upungufu huu. mwenyezi mungu apandishe madaraja ya marehemu. kama nilivyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.